Hiki ambacho nataka tukigusie kwa leo ni jinsi ambavyo shetani sasa kwenye mifumo tuliongelea waathiri watu. Unatakiwa uanze kufungua macho na masikio na moyo kwenye utendaji wa ibilisi. Na ndio maana unaona ukigoogle sasa hivi tu picha ya kifo, kwamba mauti, hebu nichoree mauti. Utachora mtu mmoja mweusi ameshika kitu kimekaa hivi. Mauti, afu kama ana macho tu, kama ana mashimo hivi. Yaani mauti eti inachorwa hivyo. Anapokupa picha ya shetani, lina miiba lina makengeza makubwa, lina linundu fulani hapa, afu na mapembe yako huku na huku, limeshika masilaha, linatisha. Na kwa hiyo kwenye akili yako umesajili, likija hilo ndo shetani kaja. Likija hilo ndo shetani kaja. Lakini mbona Biblia inatuambia hivi? Mungu aliwahi kuishi na sisi. Alikuwa anapigika makofi. Unaweza kumpiga makofi. Ametemewa mate. Nguo zake zinauzika, waliuza. Anaweza kumwambia tu, wewe ni nani? Akakujibu. Ila alikuwa Mungu kwenye msura na mfano wa mwanadamu. Kutokea pale shetani pia akaanza misheni hiyo. Huwatembelea wanadamu katika sura walioizoea. Akafanya imitation namna ya kuongea ambayo huwezi kuhisi ni shetani, huwezi kuhisi. Tumetembelewa na rafiki yetu anaitwa fulani. Ni rafiki yetu kazini kwetu, tunafanya naye kazi. Kwa hiyo unachokipata kwenye sura ni nini? Mfanyakazi mwenzetu. Utasema tu labda ana madhaifu kidogo. Madhaifu gani? Anapenda tu mambo ya ushirikina. Yaani yeye anapenda tu, yani yeye hajaokoka, anapendaga sana tu hii mambo tu kunyunyizia dawa. Wewe mnafanya kazi na shetani. Kwa sababu Yesu anasema hivi, mtawatambua sio kwa sababu ya mti ulivyo. Tunawatambua kwa matunda. Mti unatambulika kwa nini? Kwa matunda yake. Ni mlimao. Kwa sababu gani? Ni limao. Kwa matunda yake. Matunda ni yapi? Anaongea nini? Anatenda nini? Anakushauri nini? Na ukifuata ushauri umeisha. Nyakati wa kwanza sura 20 mstari wa kwanza. Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Tena shetani akasimama juu ya Israeli. Amesimama juu ya nini? Nani amesimama juu ya Israeli? Tukisema uchore mchoro, utachora taifa la Israeli, ramani yake, afu kwa juu pale utamweka shetani amesimama angani hivi. Aliyemshawishi ni shetani, ila alikuwa ni mtu kwenye uongozi. Ni mtu kwenye uongozi, ila ni shetani ndani yake. Ila ni mtu. Kuna baadhi ya watu wameharibu ndoa kwa kushawishiwa na rafiki zao, ila hawakujua yalikuwa ni mashetani. Ajabu kuliko yote ni kwamba haukujua aliyekushawishi alikuwa shetani. Wewe ulijua tu aliyekushawishi ni rafiki ambaye mmeivana, mnapendana, mnasikilizana, mambo yake. Jumapili tukasema hivi, zipimeni kila roho. Zipimeni. Na upimaji wa roho, sisi hatuna mzani wa mawe wala wa saa. Tunapima kwa kutumia moto. Kwa nini tunasema ni moto? Ni kwa sababu vitu vyote ujifanya viko sawa na viko serious kabla moto hujawaka. Kabla hujawasha moto, kila kitu kiko sawa. Zote ni kuni. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa sababu ya ule moto. Kuna vitu huwa havivumiliki. Rafiki ambaye unaye na ni shetani na umjui, mmefika hapa mlipofika kwa sababu hujamwashia moto.
Ukimwambia fire from today, unamkamata pukusia motoni moja kwa moja. Hebu sema, kwa jina la Yesu ninakuashia moto. Hujasema vizuri, rudia tena.